Hi, my name is Fatma. Karibu kwenye channel yangu where we talk about diverse topics ranging from healthy living, money management, self-development and more. All the things that we need to know, all the things that we need to watch out and do as women, as ladies, so that we become the better versions of ourselves. So bila kupoteza muda, I'll start with today's topic. Leo wakati niko kwenye shughuli zangu za usafi nyumbani, like I woke up doing my chores and I was thinking as for myself, vitu gani vimenisaidia nimekuwa mpaka hapa nilipo, lakini pia I was thinking what habits I need to incorporate in my living so that I become a better version of myself. And so nika stop what I was doing for a while. Nikasema okay, let me jot down some things, because I like to do this, like when I have an idea I jot it down like as soon as possible, kwa sababu if I leave it halafu nikaendelea na shughuli zangu, most likely nitasahau, like nitaachana nayo. So I took my phone and wrote down some things and I said I'm gonna share with you today. So fast forward, let's go to habit number 1 that you need to develop as a woman, as a lady, as a girl, so that you become a better version of yourself. The first one is having goals and actually working on them. Having goals, I know this is the most cliche thing, because every time utasikia kuwa na malengo, lakini kuwa na malengo, it's not an end to itself. Lengo la kuwa na malengo ni kufanyia kazi malengo yako. So kuwa na malengo na kuyafanyia kazi hayo malengo. Tuanze na kuwa na malengo. Kwa nini unatakiwa kuwa na malengo kama mtoto wa kike? Kitu cha kwanza ama muhimu wa kwanza wa kuwa na malengo ni kwamba unapokuwa na malengo tayari unakuwa na direction. Tayari unakuwa na mwelekeo kwamba nataka kufika sehemu fulani. Tukiachana na kwamba hichi kitu kina add purpose kwenye maisha, lakini pia kinakupa vitu vya kufanyia kazi kila siku kwenye maisha yako. Ukiwa na malengo ni rahisi kuamka asubuhi ukajua nafanya kitu gani, kwa sababu kuna sehemu unatakiwa ufike. Lakini kuwa na malengo haitoshi. Natakiwa tuwe na malengo ambayo ni realistic, malengo ambayo yanaweza kutendeka. Tutafanya video nyingine kwa ajili ya kuelezea jinsi gani ya kutengeneza malengo yetu ili tuweze kuyatekeleza. Lakini leo nataka kusisitiza kwanza kuwa na malengo, alafu fanyia kazi malengo yako, kwa sababu ukiweka malengo bila kufanyia kazi, nobody's gonna do it for you. Okay, so let's go to the habit number 2. Habit number 2 is continuous improvement, continuous development, continuous knowledge seeking. As a person, as a human being, hautakiwi kila siku uishi na knowledge hiyo bila kudevelop. Lengo ni kwamba umejifunza kitu, utakifanyia kazi, lakini knowledge uliyokuwa nayo ina kikomo, right? Kama hii knowledge uliyokuwa nayo imekutoa A ikakuleta B, sio knowledge hiyo itakutoa B ikupeleke C. That means kila siku tunatakiwa tujifunze kitu kipya. Kila mara tunatakiwa tujifunze kitu cha kuongeza thamani kwenye maisha yetu. Sasa sisemi kujifunza lazima uende shule, lazima ukachukue masters, lazima nisome kozi hilo, nikasome uhasibu, kesho nisome daktari, kesho nisome supply chain. Hapana. Knowledge, tunaweza kutafuta knowledge kwenye vitu vyovyote vile ambavyo tuko interest navyo, ama kwenye vitu vyovyote vile ambavyo vinalingana na malengo yetu. Kwa mfano, umekuwa kwenye nyumba ambayo tunakula diet zetu za Kiafrika, asubuhi mkate chai, mchana tunakula wali, nyama, ndizi, maharage, usiku tunamalizia tena wali ama chapati na vitu kama hivyo. Lakini as you grow up unakuja unagundua kwamba unajua nini? Hii sio njia sahihi ya kula. Natakiwa nijifunze kula vizuri zaidi, natakiwa nijifunze kula kiafya, natakiwa nijifunze kula kutokana na mahitaji ya mwili wangu. Kwa hiyo tayari unapata kitu kipya cha kujifunza, kwamba ni diet gani nzuri ama ni mfumo upi wa kula mzuri kutokana na afya yangu ama kutokana na uhitaji wa mwili wangu. Tayari inakuchallenge wewe kwenda kutafuta new knowledge. That means after a while ukijifunza, ukatekeleza, you get healthy and utakuwa umefikia malengo yako ya kiafya.
Lakini kufikia malengo yako ya kiafya haimaanishi kwamba hakuna nyanja nyingine za maisha yako unaweza kujifunza kitu. So that's it. Kitu kingine ama kitu cha tatu ni money management. Girls, I cannot emphasize this enough. Money management. Now, I know changamoto ya money management inatokana na nyanja nyingi, kwa sababu kwanza wengi wetu hatujakulia kwenye familia ambazo zinatufundisha jinsi ya kumanage hela zetu. Kwa hiyo hatuna ujuzi, hatuna background, sio vitu ambavyo tumekuwa tukivisikia. Lakini kitu ambacho ni muhimu sana, especially kwa sisi watoto wa kike, kwa sababu when you have your own money, a lot of bullshit will separate it from you, and you will be able to put your boundaries, kwa sababu you can take care of yourself. So money management nayo ni topic kubwa sana, na hivyo nitatengeneza video nyingine kwa ajili ya kuelezea kwa ukubwa na kwa upana wake. Lakini kwa leo naomba uchukue hii kwamba uwe na knowledge kwamba natakiwa nijifunze kumanage pesa zangu. Kwenye swala la kumanage pesa kuna vitu vitatu kwa uchache wake: ku-earn pesa, kuingiza, jinsi ya kuingiza; pili, kuwekeza ama kusave pesa yako; na tatu ni ku-spend ama jinsi gani una consume hela yako. Hii mada nitaifanyia video yake nyingine, lakini naomba uzingatie vitu vitatu kwa mtiririko huo: earning, investing/saving, and the third one is spending. We don't spend before saving, so zingatia. Okay. The fourth thing is boundaries. Having boundaries. Boundaries ni mipaka, and najua kwamba watu wengi wakisikia boundaries ama wakisikia mipaka wana associate hichi kitu na some negative feelings. Like nikiweka mipaka maana yake I'm being strict, I'm being closed up, I'm building a wall for people not to get in. And that is not the case. That should not be the case. You can have boundaries and you can live healthy with other people, and actually boundaries itakusaidia kuwa healthy na ku have healthy relationship with other people, kwa sababu you will let know people what you can accept and what you cannot accept, so that they can have a good relationship with you. Lakini pia when your boundaries are laid out na yule mtu ambaye uko naye anaheshimu mipaka yako na wewe unaheshimu mipaka yake, actually mtakuwa na relationship ambayo iko very smooth, kwa sababu hakuna mtu atakuwa na dukuduku kwa mwingine. Kwa sababu most of us tumefundishwa kwa polite, kitu kinakukera, tafuta njia nzuri sana ya kukisema ama kivumilie ama kipotezee. Lakini at the same time ukiwa unaendelea kuishi hivi muda mrefu, unakuwa na madukuduku moyoni, unakuwa na grudges, unakuwa na complaints ambazo you cannot communicate them. At the end of the day, you have relationship with people but you don't really love anyone, ama you don't really count anyone as your person, kwa sababu huyu nampenda lakini kuna mambo yake hapana huyu. Lakini kama ungeset boundaries zako na watu wakajua kwamba I cannot do this with Fatma, I cannot do this with Flani, and they respect that, you can be yourself around the people that you want them to be in your life, and you'll have a very, 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 very good life. So the next one is healthy living. Ladies, kama nilivyokuwa na stress money management, this is also very important. We are growing up, and as you grow up, unajua tulivyoumbwa, as we age, yani mwili umeumbwa na deteriorate pole pole. Kwa hiyo mpaka utafika miaka 60, 70, 80, 90 unakuwa umechoka, kila kitu kinaanza kushut down pole pole. Actually, as we grow up, kila kitu kina shut down pole pole. So our job is to make sure that we are aging gracefully. There's no shame in aging. It's a very natural process, but let's age gracefully. Age kwa kuwa wachovu, kwa kuwa weak, you can age and still enjoy life. But how do you make sure that you age very well? How do you make sure that you live very well? Ni kwa kuishi kwa kuzingatia afya yako, kula vizuri. Angalia mahitaji ya mwili wako. Kuna mtu ni mnene, anatakiwa arudi kidogo afike kwenye kilo zinazotakiwa kiafya, basi anatakiwa zingatia mlo kutokana na uhitaji wa mwili wake. Kuna mtu yuko moderate,
anatakiwa kula diet ambayo itamsaidia kubalance na kumaintain maisha hayo. Kuna mtu ana changamoto fulani za kiafya, labda kisukari na nini, basi unatakiwa kula kwa kuzingatia changamoto yako ya kiafya. Kwa hiyo kila mtu ana njia yake. So kwa hiyo kwenye healthy eating tunatofautiana kutokana na mahitaji ya kila mtu, kwa sababu sisi binadamu tunatofautiana, mahitaji ya mwili yote yanatofautiana, lakini cha kuzingatia ni kula kama inavyotakiwa kiafya. Tusifululize kula a lot of carbs asubuhi, mchana, jioni, leo, kesho, kesho kutwa, 365 days. That is not healthy. We will dive into healthy eating some other day, but I still want to keep that in your head. Na kwenye healthy living, kitu kingine ni exercising. I don't know how I should say this, because at the moment watu wanasikia exercising, that again. Yes, exercising. Why when I emphasize on this? Because it's one of the hardest things to do for us women, especially kwenye mazingira yetu ambayo tumekulia most of the time tunakaa ndani, gyms ni za wanaume and stuff like this. Now you don't have to go to the gym. You can exercise nyumbani kwako ama nyumbani kwenu. You can even just go out for an evening walk every day. Ukasema kila siku nitatembea 12-10. To make sure kwamba una keep mwili wako fit, viungo vyako vinakuwa maintain, vinakuwa flexible. Na pia ukija kwenye mazoezi kama swala la healthy eating, vile vile utafanya mazoezi kuendana na uhitaji wa mwili wako. Lakini nataka kusisitiza for all the ladies in our 30s, bwana, binadamu tulivyo, as we clock in 30, tunaanza ku lose muscle mass, tunapoteza misuli. Kwa hiyo tunatakiwa ku-engage kwenye strength training ili kuweza ku-maintain ama kukuza misuli yetu. Na ukikuza misuli, you'll age very gracefully. Tutakuwa na mada hiyo kwenye video zingine zijazo, but today, kwa ufupi wake, I want you to clock that in your head. Another thing kwenye healthy living ni body hygiene. Honey. I know many of us are hygienic, right? Like we wake up, we brush our teeth, we shower, put on our body lotion, our face moisturizers, and go. Lakini there's more into hygiene than just showering and going out. You have to actually think of how to improve your hygiene. Think of your teeth, for example. You have to think or learn about better ways to take care of my teeth. Your skin. Learn what kind of skincare works for your skin best and go for it. Na sio lazima ujifunze binafsi, kuna wataalamu wengi. Unaweza ukaenda kwa watu wataalamu wa ngozi wakakuelekeza, unaweza ukaenda kwa madaktari wa meno wakakuelekeza jinsi ya kutake care meno yako, lakini pia mwili. Wengi wetu tunajifunza, wengi wetu sasa hivi tuna knowledge kubwa ya skincare. So most of us do our facial skincare. Lakini skincare doesn't end on the face and neck. This whole body needs to be taken care of. Find some products to exfoliate your body. Find good products that can moisturize your body. Also treat concerns za skin yako in all areas of your body according to their needs. Kama una hyperpigmentation, kama your body is too dry, kama your body is discolored, and things like this. You can get all that kwa wataalamu ngozi. In the last, or not the last thing, but almost the last thing, kwenye healthy living ni rest. Hakikisha tunapambana, najua wadada siku hizi tunapambana, we are out there, chasing the bag, kutafuta cha kwetu wenyewe, but please make sure you give your body enough rest. Lala at least masaa 7 kwa siku. Hakikisha kwamba you also rest mentally too, kwa sababu sometimes you're going through a lot of stress. As a chronic stress, it's not good for the body, especially for ours. It will mess up with your mind, it will mess up with your hormones, then mess up your menstruation and stuff like this. So make sure kwamba kwenye rest huishi tu kwenye kulala, but also make sure kwamba hauna chronic stress in your life. Stress hapa na pale, it's okay, it's life. Tumeambiwa kwamba tutakutana na changamoto kama hizo. Lakini kuwa kwenye situation ambayo inakustress every day, for example, uko kwenye ndoa ambayo constantly inakustress, it won't end up good.
Uko kwenye mazingira manyumbani, kuna mazingira ambayo yanakustress everything, jitafute hama. Uko kwenye kazi ambayo constantly inakustress. Najua studies, researches zinaonyesha wanawake wengi tunasuffer autoimmune diseases kwa sababu tuna keep up with a lot of stress kwa muda mrefu. Kwa sababu tumefundishwa sana kuwa vumilivu, vumilia, subra, kuwa na subra. Sasa subra is a good thing, but it's not always good. Too much of anything is harmful. Yaani kitu hata kama ni kizuri, kikiwa too much kitakuwa harmful. Kwa hiyo ukiwa mwema sana sio vizuri. Ukiwa sijui mvumilivu lakini uko mvumilivu sana sio vizuri. Mtume wetu sallallahu alaihi wasallam kasisitiza ama katuhimiza kuwa watu wa saizi ya kati, yani kuwa kwenye moderate. Usiwe mwenye subra sana wala usiwe huna subra kabisa. Kuwa moderate. Mvumilivu, moderate. Mtu mwema, kuwa moderate. Usijiweke kwenye mazingira ambayo yanakuwa na kustress kila siku. And the last thing under healthy living is digital detox. Digital detox. You see these devices. We love these devices. Sawa? Because we can find almost everything these days kwenye devices zetu. But that doesn't mean that's a good thing. Wengi wetu tunaspend muda mrefu sana kwenye simu kuliko kufanya vitu vingine. Hatutimizi malengo yetu kwa sababu we are too distracted. So, jitahidi basi walau wewe unajipa breaks. Za nini? Za digital. Najua utataka kuingia Instagram, Facebook, Snapchat, TikTok, blah 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 blah. Lakini ukijichunguza, most of the time you're there, unapoteza tu muda, hakuna kitu cha msingi hakuna thamani una kwenye maisha yako. Sasa kuliko kupoteza muda mwingi kwenye simu, ni bora ukatumia muda kupumzika ama ukatumia muda kureview malengo yako. Na kama umechoka basi bora pumzika kuliko kukaa you're just scrolling on your phone, on your iPad, on any digital device that you own. So digital detox is very important. Itakusaidia kuongeza mental clarity, itakusaidia kuongeza focus, itakusaidia kuwork on yourself better. And that concludes what I wanted to share today. Habits that we need to adopt as women to become the better versions of ourselves. See you next time.